Utumishi ambao unakubalika mbele za Mungu ni utumishi wa namna gani? Utumishi unaokubalika mbele za Mungu. Nitawapatia point kadhaa. Utumishi ambao unakubalika mbele za Mungu ni utumishi wa namna gani? Utumishi unaokubalika mbele za Mungu ni utumishi wa namna gani? Utumishi unaokubalika mbele za Mungu, jambo la kwanza, ni utumishi ambao anayemtumikia Mungu anamtumikia Mungu kwa furaha. Serving the Lord joyfully. Zaburi ya 100:3. Utumishi ambao unakubalika mbele za Mungu ni pale ambapo mtumishi anamtumikia Mungu kwa furaha. Zaburi ya 100:3. Nataka tusome, maana nasubiri mfungue tusome tumalize. Kidogo tunamaliza. Utumishi ambao unakubalika mbele za Mungu ni utumishi ambao mtumishi anatumika kwa furaha. Serving the Lord joyfully, gladly. Inasemaje Zaburi ya 100:3? Mstari wa 4. Mstari wa pili. Wa pili sio tatu. Wa pili sio tatu. Hapo tu. Mtumikieni Bwana kwa furaha. Serving God joyfully. Mtu ni Asha. Anakaa pale hivi. Anafanya kama traffic. Sasa yani mpaka mtu anaanza kutetemeka jamani. Akikwambia ukae hapa kibuchi ukakaa mzao wa nyuma anakuja pale. Brother. Hapa. Sasa unashinda, what is going on? Akitoka hapo kwenye vikao sasa vya maasha anaanza. Yaani unajua hapa kanisani tunatigana sana kazi. Yaani si wengine tunafanya kwa sababu unajua watu wengine hawafanyi. Sasa tutafanyaje? Yaani Mungu hana shida na watu ambao wanapenda kunung'unika. Kwani nani alikulazimisha kufanya kazi kwenye hiyo department? Tumikie Mungu kwa furaha bwana. Unatusumbua. Yaani unajua sisi si waombaji. Tena kuna watu nani kama waombaji jamani. Mimi ndio maana kanisa sitaki kuwa na kikundi cha waombaji. Ukiwa na kikundi cha waombaji umeisha. Akifika hapo ambacho ametukui sio hivi. Wanasifia amen. Nilikuwa kwenye mfungo. Nilikuwa kwenye maombi siku nzima. Usitutishe. Usitutishe mtumishi, usitutishe. Kila mtu kuomba anaomba jamani. Tunaomba, usitutishie. Yaani nani ukitoka ibadani utaniona. Na ujumbe wako Bwana amenipa. Usiponitafuta ujie ndio mambo yako yataenda hivyo. Acha mambo yako bwana. Acha anaomba kinaana fanani na mambo miaka 50 ngapi sina haja. Sema chote na utakuwa wewe. Hata jana kama sime nilikuwa namwombea huyo mtoto. Amna. Anasema akatokea katule akamtukuza Mungu. Basi, unaanza kutusumbua hapa. Masama wewe ndio tusumbue wenzako kiasi hicho. Mtumikie Mungu kwa furaha. Serve God joyfully. Jambo lingine, mtumikie Mungu kwa unyenyekevu. Serve godly with humility. Mtumikie Mungu kwa unyenyekevu. With humility. Mtumikie Mungu kwa unyenyekevu. Sasa nakwambia ndio ijulikane kwamba wewe ndio yani unafungaga kwa ajili ya kazi ya Mungu. Wewe ndio unatupatiaga hela sisi za kulipia kodi ya nyumba. Yaani tuna taabu, yani mtumishi huyu jamani. Tuna kazi. Yaani usione vile nakwambia nani kazi ya Mungu inaendelea. Unajua si wengine sio kama tunapenda kujisema sana. Lakini Mungu anatutumia. Yaani Mungu anatutumia sana. Kwa mfano mimi pale kanisani yani vitu vingi nimefanya mimi. Yaani hata hizi partnership nafikiri mimi ndio naitoa sana kuliko watu wote. Sasa kama ukitoa partnership Magola unasema labda 50,000 unatusumbua hivi. Hivi Mungu atakupatia milioni? Kwa sababu akikupatia milioni utakuwa unataka wewe ndio uwe mchungaji.
Juzi kuna siku nilikuwa nasikiliza mimi ni siku nikiamka napenda naomba nikitoka kwamba nakuwa na sermon fulani ambayo nasikiliza then napata muda wa kusoma neno la Mungu. Kuna siku nilimsikia mimi Dr. Poenenche. Yaani kidogo machozi kunitoka. Yaani nilisikia moyo wangu umedogoshwa, yaani nimenyenyekezwa. Anasema hivi, nina mtoto hapa kanisani. Alikuja akaniambia, baba na ndege 2 za biashara. Moja natoa kwa ajili ya kazi ya Mungu. Popote unapokwenda ndege hii hapa. Na hajatangazwa kanisani. Akaja mwingine akamwambia, baba, mikutano yote unafanya mwaka huu dunia nzima, niambie gharama yake nilipe. Kai. Hawajaelewa. Unajua shida ni kwamba hawajaelewa. Dr. Paul kwa wiki moja anafanya mikutano 4 nchi tofauti, mabara tofauti. Hapa kuna mafisa ya shanga akasema mimi ni mwinjilisti. Ila hii kitu haipogo. Kai. Hata kama kwa ina moto. Hata kama nilikuwa na kwanza physical energy za kufanya mikutano 4 kwa wiki. Haipo. Jambo la pili, hata kama ningekuwa nayo hizo hela natoa wapi? Unaelewa? Anatoka hapa aenda Philippines, akitoka Philippines aenda sio wapi? Kwa hiyo mtasema nitajie bajeti ya mwaka wote nilipe. Hajasema nifanye kuwa mzee wa kanisa kanisani. Mwingine akaja akamwambia, baba, nina biashara 5. Billions of money. Billions, sio wewe una duka, billions of money. Anasema akamwambia hivi, nimededicate hii biashara moja kwa ajili ya kazi ya Mungu tu. Mtu hivyo kwa nini Mungu asimbariki? Niambie ungekuwa ni wewe ndio Mungu. Kwa nini Mungu asimbariki? Na wako wengi ile kanisa, ndio maana kanisa linaendelea. Amejenga bonga la kitu. Anasema ile madhabahu yao nafikiri hapa pote mpaka kule, yani ile kanisa lote ni madhabahu tu. Nafikiri na bado ndogo. Inaweza kazidi nani? Kanisa la shika 1. Kwa hiyo alina nguzo kama hizi. Lipo tu. Kwa hiyo anasema pale walijenga yeye na mke wake. Anasema wao walisikia kuna kule kwao kuna mkoa kanisa ndio kuuzwa linuliwe na Waislamu. Anasema walitoa, anasema hakuna kanisa litauzwa popote kwenye nchi si tukiwa hai. Anasema sisi tunajenga makanisa, hatujui mchungaji, hatujui chochote, tunatoa nyumba za Mungu zinajengwa. Ila wewe unataka ukitoa hela tu, yani tunyenyekee tukaenda kusaini. Anasema Bwana Yesu asifiwe kidibuche. Ni kwa sababu hujajua level ambayo Mungu anaweza kukupeleka, level ambayo Mungu anaweza kukuchukua kwenye mambo ya ufalme. Tumikie Mungu kwa unyenyekevu. Jua kwamba kitu kimewekwa kwenye mikono yangu kimepitishwa kama channel tu. Yaani umletea mchungaji mchele, unataka jambo hili tuje hapa. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwamba fulani ameleta imba mchungaji mchele kilo 20. Sisemi kwamba nadogosha sadaka zenu. Naambia watumishi wa Mungu, mimi napenda ambapo nyinyi kanisa mnajitoa. Niko hapa kuwa challenge kwamba unafanya service yako ili iwe na maana mbele za Mungu. Ni lazima mtumikie Mungu kwa unyenyekevu. Kitoa fedha, tena ukishatoa mshukuru Mungu. Na mimi Daudi, ndio mimi nasema nampenda Daudi. Ametoa sadaka ile yote niliyowaambia. Akasemaje? Akaenda mbele za Mungu. Mungu, sisi ni nani hata tukutolee kwa ukarimu namna hii? Maana vitu vyote vinatoka kwako. Na katika sehemu ya vitu vyako tumekurudishia. Mimi kwa wakati nasoma Biblia hivi. Naanza pale magadaba ya Mungu nisaidie. God have mercy on me. Mungu nisaidie. Kama watu wanaweza fanya mambo ya hivi na hawajitapi, hawajisemisemi, kwa nini sisi tuko hivi? Kitu kidogo tu nakwambia anaanza kuongea. Mimi ile suti alivyoa mchungaji nimshonea mimi. What's wrong with you? Suti ni kweli ulimshonea mchungaji, lakini Mungu anataka akuwekeze vitu zaidi ya suti. Mungu atakuwekaje kwa juu kama kila kitu ukifanya lazima useme, kila kitu lazima ukitangazie, lazima uende kala bagadabazai. Siku nilikuwa neno la Mungu. Anasema hivi utoapo sadaka. Mimi nilikuwa najua kwamba anasema kwamba unapotoa sadaka kanisani. Akasema unapowapatia maskini, Biblia Kiingereza inaongea vizuri. Anasema when you are giving to the needy and to the poor. Anasema hivi don't announce it.
Nina charity program nataka nifanye. Sijasema kwamba usiwaambie watu kuhusu charity. Nimesema kwamba ukitoa sadaka usifanye kama ndio kitu kikubwa wewe umefanya. Mtu unaweza kupiga yatima mmoja picha hivi unaweka pale Facebook. Tulimsaidia huyu na huyu. What are you doing? Umekwisha kupata thawabu yako. Ungenyamaza tu. Tena mbele za Bwana Yesu, niamini na hela zaidi. Bwana Yesu, niamini na hela zaidi. Ukiniamini na hela zaidi, nitasomesha watu. Moyo wangu unaumia kuona watu wasome shule. Moyo wangu unaumia kama kuna yatima ambao ningeweza kulipia ada nikawajengea na sehemu ya kukaa bila kuongea. Serve God with humility. Naongea na mtu hapa? Jambo lingine. My God. Mungu nisaidie mimi Evelyn. Mtumikie Mungu bila kulazimishwa wala kusukumwa. Kadabaku satabagayadabash. Mtumikie Mungu bila kulazimishwa wala kusukumwa. Nafikiri ni Matendo ya Mitume sura ya 20 mstari wa 8. Maana nasema Paulo anawaambia wazee, anaambia lichungeni kundi lilo kwenu. Si hiyo? Ni nini hiyo? Lichungeni kundi lilo kwenu na kuliangalia. Sio kwa kutaka fedha, sio kwa kutaka chochote, sio kwa kulazimishwa, bali kwa moyo. Kuja kwenye maombi tupigie simu. Halo mheshimiwa nani? Matendo 20:28. Fungua, nataka mtu afungue Biblia. Mimi nataka watu wafungue Biblia. Wao wanaona kwamba Biblia imeongea nini kuhusu utumishi. Fungua Biblia mtu wa Mungu. Ambalo Roho Mtakatifu ameweka ninyi kuwa waangalizi ndani yake, mpate kulisha kanisa lake Mungu alinunua kwa damu yake mwenyewe. Najua mimi. Okay. Hiyo account Petro, Petro ngapi? Petro wa kwanza 5:2 inasemaje? Lichungeni kundi la Mungu lililo kwenu na kulisimamia, si kwa kulazimishwa, bali kwa hiari kama Mungu atakavyo, si kwa kutaka fedha ya aibu, bali kwa moyo. Njoo kwenye mambo tunasema nani mtumishi? Bwana Yesu asifiwe. Leo ndio siku ya ushuhudiaji baba. Karibu sana. Yaani kila kitu ni mpaka mtu aje aseme kwamba nani uliahidi 20,000 ya mchango. Tunaomba utoe baba, tunakuomba. Hamna. Serve God willingly. Mtumikie Mungu bila kusukumwa na mtu, bila kukumbushwa. Kwamba sisi tusiposema kwamba ni siku ya maombi utakuja kwenye maombi. Unadhani kwamba wewe usipoomba Mungu hawezi kufanya kitu? Nacho muogopa mimi Mungu jambo moja tu. Akigundua kwamba wewe ni mtu ambaye hauna hizo, anakureplace na unaona. Imewahi kunitokea siku moja Pastor Kaka. Kuna wimbo Mungu ananipa niimbe. Sikuimba. Nilisikia mtu ameimba. Minister Godliver ananiambia Pastor Eve, kuna wimbo nilipata sikuimba. Akamsikia Minister GUC wa Nigeria anaimba. Anasema nilianguka chini kaanza kugaragara hivi. You don't know God. Atakuletea mtu anafanana na wewe. Kila idea ambayo uko unafanya wewe, anafanya the same. Ili akuoneshe kwamba mimi sitishwagi na mtu. Kazi ya Mungu hailali kwa sababu ufanye. Kwa nini sio sehemu ya watu ambao wanamtumikia Mungu kwa furaha tu bila kusukumwa na mtu? Tangu wakati naweza kuogopa. Kwamba hivi kumbe mimi nisipoangalia mabinti, nikawaombea, nikawapenda, nikawasaidia, nikawaongoza, atakutokea mtu binti hapa. Atasema mama, naomba ruhusa nifungue grupu la mabinti. Unamwambia tu sawa. Huko unaona nakwambia kwani wewe huyo? Anakuja na ushuhuda. Mama, namshukuru Mungu tunaendelea vizuri. Yaani kule kwenye grupu watu wanafunguliwa, wameanza biashara. Unasikia useme wewe dada? Please, basi tufanye pamoja.
naamini ndicho ambacho kilimpata nabii mzee. Ndicho ambacho kilimtokea nabii mzee. Mungu anampa kazi, akaanza mambo yake. Mungu akayakaleta mtu kwenye nchi aliyokuepo, akaja nabii mwingine kuongea kitu hicho yeye Mungu hajamsemesha. Ile jambo likamuuma. Na watu wengi ndio shida inaanzaga hapo. Anasikia maumivu, anasikia mpaka na wivu. Hiki kitu ilibidi nifanye mimi, sijafanya, ilibidi nifanye mimi. Man, woman of God. Liko jambo ambalo Mungu anataka ufanye. Usipofanya atainua mtu. Sauli akiwa mfalme, anasema nimejipatia mtu kwa nyumba ya Yese. Sasa ajifanya yeye ndio mfalme, hakuna mwingine isipokuwa yeye. Nimejipatia mtu. Mungu anaweza kujipatia mtu badala yako kwenye familia yako. Mungu anaweza kujipatia mtu badala yako kwenye ofisi unayofanya kazi. Mungu anaweza kujipatia mtu kwenye huduma ambayo amekuitia kufanya na unataka kufanya. Anaweza kupata mtu. Mungu anaweza, wewe ukitupatia elfu ngapi unaweza kutusumbua? Analeta mtu, analeta mahela mengi na ongee chochote. Kuna mtu ananiambia, anambia mama, hiyo hela nimekutumia hapo, usiongee chochote. Sitaki hata kuandika popote, nimekupatia tu. Hela nzuri tu. Mungu anaweza kufanya kuweka mtu. So serve God bila kusukumwa. Jambo lingine, mtumikie Mungu kwa bidii. Kadabakustabalaga kadabash. Ai! Mungu ananifundisha bila na mimi hata nyie. Mtumikie Mungu kwa bidii, serve God passionately. Serve God passionately. Tumikie Mungu kwa bidii. Kitabu cha Yeremia anasema alaaniwe mtu anayefanya kazi ya Mungu kwa ulegevu. Mtafutie. Mimi nataka Biblia kila mtu asome. Alaaniwe mtu anayefanya kazi ya Mungu kwa ulegevu. Sasa mtu kazi ya Mungu ufanye na laana upate wewe. Sasa wewe usingefanya kabisa. Ili julikane kama sifanye. Yeremia 48:10, na alaaniwe mtu afanye kazi ya Bwana kwa ulegevu, na alaaniwe auzuiaye upanga wake usimwage damu. Alaaniwe afanye kazi ya Bwana kwa ulegevu. Mtumishi wa Mungu, kuanzia leo tafuta eneo ambalo unapenda, unahisi kwamba mimi hapa naweza nikarenda service kwenye ufalme wa Mungu. Ukipapata pale, tulia pale. Jambo la pili, tumika kwa uaminifu pale. Tumika kwa bidii pale. Mmeambiana watu wa praise kwamba tunakuja kwenye praise saa 10 kamili. Saa 10 kamili ikute kwenye praise. Mmekwenda kwenye ushuhudiaji saa 10 kamili. Na bahati mbaya tumesema jambo lile lingine kwamba mtumikie Mungu bila kulazimishwa. Hatuwezi, kama wewe mtu unapenda soul winning, hakuna mtu atakuforce. Shida ni kwamba watu wanafanya vitu ili mchungaji aseme kwa nini wewe ukuja kwenye ushuhudiaji. Ndugu yangu, kuna mtu mwingine hata ukimwambia shuhudie, alafu ni msijikwae watumishi wa Mungu. Ushuhudiaji kilibuche sio kila mtu lazima ashike maiki. Kuna mtu, kwa mfano mimi rafiki yangu Pastor Upendo, sio mtu wa maiki. Pastor Upendo mpe watu kama mko hapa mmekaa wote nyie, aanze kuongea mtu mmoja mmoja. Unaokoka mtumishi? Nimekana namjua. Unaokoka? Ameniambia jinsi anataka Pastor hivi. Naanza kufanya door to door. Nataka nifanye door to door kwa sababu najua mimi ndo effective way of soul winning. Sio lazima kila mtu ashike maiki. Kuna mtu mwingine wewe kufika unani wewe msome tu mtu. Wewe unaweza kufanya nini kwenye kushuhudia? Mimi naweza kuongea na mtu mmoja unampa mtu. Anaanzia mbali. Wewe msikaji vipi? Swali za kazi. Anaanza naye mbali. Ushangaa anakuja na mtu mfuta bangi amekuja naye kanisani. Na wajua watu hivyo mimi. Yaani kuna mtu kimpa mtu hata mtu angekuwa yukoje anamvuna. Jijue tu kwamba mimi kwenye hili jambo unaweza kufanya kwa namna gani. Kwa njia yako tu. Mwingine status hizi. Kuna binti akianza kuandika ujumbe kwenye status. Kuna mwingine Facebook akianza kuandika tumia hizo. Tumikie Mungu, serve God passionately. Hello. Jambo la mwisho kwenye hiyo utumishi ambao una faida kwa Mungu. Mtumikie Mungu kwa uaminifu. Serve God faithfully. Serve God faithfully. Mtumikie Mungu kwa uaminifu. My good Jesus. Ndio umeenda sana. Nimeongea karibu sana zaidi. Twende kwenye faida za utumishi. Nisiende sana. Faida za utumishi ndio nitamalizia hapo. Advantages, benefits of serving the Lord. Mtu mmoja afungue Kutoka 23 mstari wa 25. Kutoka 23 mstari wa 25.
mazubala gadabaya. Yes. Kutoka 23 mstari anasemaje? Kutoka 23:25. Na Mungu anasema, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako. Jambo la kwanza, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu. Ofisini mtamtumikia Bwana Mungu wenu. Mkiwa nyumbani mnamtumikia Bwana Mungu wenu. Mkiwa shuleni mnamtumikia Bwana Mungu wenu. Kwenye biashara mnamtumikia Bwana Mungu wenu. Popote unapokuwa mnamtumikia Bwana Mungu wangu. Alafu atafanyaje? Atakubarikia chakula chako. Na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Nitatuma utisho wangu utangulie mbele yako, nami nitawafadhaisha watu wote utakaowafikiria, nami nitawafanya hao adui zako wote wakuonyeshe maungo yao. Ishia kuona. Can you imagine? Kumbe nikijua mimi ni mtumishi wa Mungu, sipaswi kuumwa. Sipaswi kufa mapema. Yes. Sipaswi mimi kuharibu vitu vyangu. Mara sijui nipata sijui nini hasara nifanyaje, mtu ameniibia. Hamna. Namtumikia Mungu. Chakula changu napaswa kibarikiwe. Maji yangu yabarikiwe. Tumbo langu libarikiwe. Adui zangu waniogope. Unajua mama, mimi siku hizi pale mtaani wanaloga sana. Wasikuloge. Unaagana na Mungu. Utumishi ni agano. Unampa Mungu kitu, Mungu anafanya kitu in return. Utumishi ni agano. Ndio maana mimi kazi nashangaa. Kwani tumishi Mungu anajiamini? Mimi siwezi, nakwambia wewe mtu siku nizuru usini. Kumbe anajua kwamba ni kama yale majitu mawili ambayo yanatokea kwenye siku za mwisho kitabu cha Ufunuo. Anasema watatokea watu wawili ambao katika siku za unabii wao wana amri ya kuamuru moto kushuka. Hakuna anaweza kuwazuka katika siku za unabii wao. Anayemtumikia Mungu hapaswi kuanza kuteseka, sio wameniloga, wameniibia, sio nini. Amna. Ukimtumikia Mungu, atabarikia chakula chako. Atabarikia maji yako. Atabariki uzao tumbo lako. Hakutakuwa na mwenye kuharibu mimba. Hakutakuwa mtu tasa katika nchi yako. Atawafanya adui zako wanaokuja mbele yako wakuonyeshe maungo yao, wakukimbie. Serve the Lord. Serve the Lord. Ayubu 36 mstari wa 11. Hizi nimeupa faida nyingi sana hapa. Ayubu 36 mstari wa 11. Kada bagala. Ayubu 36:11. Kama wakisikia na kumtumikia, watapisha siku zao katika kufanikiwa na miaka yao katika furaha. Kiingereza kinaongea vizuri. Anasema if they obey and serve him, they shall spend their days in prosperity and their years in pleasures. Kama wakubali kumtumikia, watadumu katika mafanikio. Watafanikiwa. Unataka mafanikio mtu wa Mungu? Serve God. Serve God. Unaweza sio sana? Amen. Tumikie Mungu. Mtu tamani amtumikie Mungu hapaswi kuonewa, hapaswi kufa mapema, hapaswi kuumwa. Kwa sababu sasa Mungu anajua kwamba akiumwa Pastor Kaka, kanisa limekosa kitu. Akiumwa fulani, kuna watu wanakosa huduma. Bwana asifiwe sana. Watu wakuta mtu yuko tu salama, aumwe fanya nini? Kwa sababu Mungu anaona huyu ana faida. Huyu ana faida. Anasema Mungu tawi ambalo linazaa, ambalo anafanya kazi, anazidi kulisafisha ili lizidi kuzaa. Bwana asifiwe sana. Unataka Mungu akufanye kuwa tawi ambalo linazaa sana? Tumika. Kwenye utumishi wa Mungu, kitabu cha Yohana sura ya ngapi? Ya 5:10. 15. Anasema na tawi lizaalo uzidi kulisafisha. Mungu anakusafisha nini? Anaanza kukusaidia na kuchonga kitabia unaposave. Anakusafisha.
ili uzidi kuzaa. Anakuweka ukae kwenye imani, udumu kwenye imani, uzidi kuzaa. Kuna watu wengine anasema kama hivi mwenye shamba aliona mti, anasema ule mti ukawa miaka 4, anasema hautoi chochote. Anasema ngoeni. Hata nchi unaiharibu. Kumbe mtu ambaye anafanya kazi ya Mungu hata anasema usijali, mwaka huu nipe tena niutilie mbolea, niutolee, niupogelee, sinafanya nini, labda mwakani utazaa. Usipozaa mwakani ukate. Hatakuwa fungu la mtu yote hapa kwamba eti Mungu atakuondoa kwenye ajenda yake sababu hautumiki Mungu. Kuanzia leo fanya maamuzi. Utumishi kwa Mungu ni agano. Naposema agano kwamba ni makubaliano kwamba Mungu, mimi nitalenda service hii na wewe utanifanyia hiki. Watu wengi hatuna ujasiri wa kwenda mbele za Mungu namba fedha, namba kitu fulani. Kwa nini? Kwa sababu hauna unachosimamia. Lakini ukimwambia Mungu, mimi naomba unipe siku nyingi. Kwa nini? Nikutumikie. Nipe fedha kwa sababu nataka nikutumikie, na unamaanisha kweli ya genuine. Mungu anafanya. Mungu niye Bwana sio story. Mungu ni Mungu wa kanuni. Mungu ni Mungu wa taratibu. Ukifuata kanuni za Mungu, Mungu anajitokeza. Nimekuja kuamini hivyo kitu. Shida moja ambayo tunayo ni kwamba tunamtafuta Mungu kwa jumuiya general. Yaani tunamtafuta Mungu kwa jumuiya ya Madora. Mungu anatafuta specifically. Nilipenda somo la Pastor Ibla, nyinyi hamwezi kuelewa. Nilipenda somo la Pastor Ibla, alikuwa anasema mtafute Mungu kimakusudi. Kama hujasikia ile somo, kasikia ile somo. Mungu anatafutwa kimakusudi. Mungu anatafutwa kibinafsi. Na mtafuta Mungu ili anifanyie kitu fulani. Na mtafuta Mungu ili anipe aina fulani ya uwezo ndani. Ndio ile kama mtu anasema nikafunga. Nilipofunga Mungu akanipa uwezo sio wa kuponya. Watu wanadhani alikuwa akifunga naombea nchi baba, naombea taifa. Nimefunga kwa sababu ya nguvu za Mungu. Na wewe pia unaweza kufunga agano na Mungu kuhusu mambo ya utumishi. Mungu, mimi kuanzia leo nimeamua nitakutumikia kwa fedha yangu. Fungu lolote ambalo utanipatia, hiyo fedha ni ya kwako. Kuna fedha, kuna percentage ambayo nitatoa kwa ajili ya kazi ya kwako. Uone kama Mungu atakupatia. Shida ni kwamba wewe unamwomba Mungu, Mungu bariki uchumi wangu ili iweje? Mungu ni Mungu wa maagano. Anatupa nguvu za utajiri ili alifanye imara agano. Alifanya na Ibrahimu. Ndio mchezo ni. Mungu ni Mungu wa maagano. Funga naye maagano. Mungu nakutumikia. Watoto wangu mimi wasiharibike. Moja ya mambo yangu na Mungu, maagano yangu na Mungu hivi. Mimi watu wangu Mungu ni mali yako. Yaani divine Bwana, unaweza kutashangaa tu asema nataka sio nifanye kitu gani, nasikia Mungu anambia amna. Wewe amna, mama yako alisema amna. Wewe amna. Niko binti tu mdogo anambia Bwana Yesu, mimi watu wangu wote ni mali yako. Wote. Wafanyie kama ulichomfanyia Suleiman. Anamwambia Daudi kwamba Suleiman akigeuka njiani, akaenda njia ambayo senyewe, nitamrudi kwa fimbo ya kibinadamu. Anambia na divine Mungu na mconnect kwenye hilo fungu. Akidelay tu unakuja fimbo ya kibinadamu. Wewe kwa nini? Ushaona shuleni wewe unafanya mambo ya ajabu. Kila ukifanya wewe Magola unakamatwa. Bwana. Wengine akifanya, wanapita siku. Ukifanya siku hiyo wewe kuchelewa tu shuleni. Mwalimu anakuja, waliochelewa namba. Mama ni majanja. Limesha kusemea huko kama huyo mzakida ujinga, Mungu kamata. Nyosha Mungu huko kama cheo huko, Mungu kamata. Siku ukiandika katika memo kwa msichana, wengine ukiandika tu wewe. Kwa mwalimu wa nizamu.